Na hulifahamu jina lake au labda umelisahau tu, lakini sina shaka umewahi kukutana na picha zake mitandaoni humo. Anaitwa Wicknell Chivayo, Mzimbabwe aliyejizolea maarufu kwa mambo makubwa mawili: moja, kuonyesha maisha yake ya kifahari katika mitandao, na pili, kupiga picha na viongozi wakubwa wa serikali barani Afrika. Mwishoni mwa juma kuna taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikionekana kutoka taasisi ya kupambana na rushwa ya Zimbabwe, ikidai taasisi hiyo inamchunguza Chivayo kwa madai ya rushwa. Hata hivyo, taarifa hiyo na ukurasa wenyewe ulifutwa. Taasisi hiyo iliwahi kutoa taarifa katikati ya mwaka huu ikisema kuwa ukurasa wao wa X ulikuwa umedukuliwa. Licha taarifa hiyo kufutwa, lakini picha na nakala za tangazo hilo bado zinaendelea kusambaa mitandaoni. Lakini hiyo si mara ya kwanza kwa taarifa za bwana Chivayo kuchunguzwa. Mwezi Juni mwaka huu ziliibuka taarifa kwamba Chivayo alikuwa akichunguzwa kwa mashtaka kama hayo ya rushwa. Lakini bwana Wicknell Chivayo ni nani hasa na kwa nini amekuwa gumzo katika baadhi ya nchi? Ana umri wa miaka 44 na ni tajiri mwenye utata. Mara nyingi anapenda kujiita Sir Wicknell. Baadhi ya watu wanavutiwa naye, huku wengine wakihofia kwa tabia yake ya kugawa magari na hela nyingi kwa wale anaowaona kama wazalendo, hata kwa watu ambao hajawahi kuonana nao. Magari anayopendelea kugawa ni kama Mercedes-Benz, Toyota SUV na Range Rover. Wanaonufaika ni mastaa wa muziki, waimbaji wa injili wasio na uwezo, wachezaji wa mpira, viongozi wa makanisa na hata wale wanaoonyesha uaminifu kwa chama tawala cha ZANU-PF. Yeye mwenyewe hupenda kuendesha Rolls Royce nyeupe na ana msururu wa magari ya kifahari yaliyowekwa majina yake. Baadhi ya magari hayo naye ameanza kuyatoa pale anaponunua modeli mpya. Kwa miaka mingi, Sir Wicknell kama anavyojiita, amekuwa akipenda kujionyesha utajiri wake kupitia Instagram, jambo ambalo magazeti ya udaku hufuatilia sana. Lakini pamoja na kuonyesha wazi jinsi anavyotumia pesa zake, hajawahi kueleza kwa uwazi anazipataje, jambo linalozua maswali mengi nchini kwake na hata nchi nyingine za jirani. Katika mwaka mmoja uliopita, mitandao yake ya kijamii pia imejaa sana posti za misaada na zawadi anazotoa. Amekuwa pia akionyesha mapumziko yake ya likizo Dubai, New York, Paris, London na safari za kibiashara Johannesburg, Shanghai na New Delhi. Na mwanzoni mwa mwaka aliweka posti kuhusu ndege yake mpya ya kibinafsi. Anapenda pia kuonyesha jinsi alivyo karibu na watu wenye ushawishi wa kisiasa na madaraka, akiposti picha akiwa na wanasiasa kuanzia rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe, mrithi wake Emmerson Mnangagwa, hadi viongozi wengine wa Afrika, hasa hivi karibuni kama Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, William Ruto wa Kenya na Yoweri Museveni wa Uganda. Mwaka 2013, kampuni yake Intratrek Zimbabwe kwa kushirikiana na kampuni ya Kichina walishinda tenda ya kujenga mradi wa nishati ya jua wenye thamani ya dola milioni 172.8. Lakini mradi huo baadaye uligubikwa na madai ya ulaghai. Nyaraka za mahakama zikaonyesha Intratrek walilipwa fedha za kuanzia ili kuanza kazi ya mradi wa megawati 100 gwanda, lakini wakashindwa kutekeleza ipasavyo kwa kampuni ya umeme ya serikali ya ZPC. Ye kwa upande wake aliishtaki ZPC kwa kuvunja mkataba. Alishinda kesi hiyo na baadaye akasafishwa kwenye mashtaka ya jinai. Mwanzoni mwa mwaka kulikuwa na gumzo kuhusu nyaraka zilizovuja zikihusishwa na mkataba wa dola milioni 500 wa kusambaza vifaa vya matibabu ya saratani kwa serikali ya Zimbabwe, ukimtaja Wicknell kama mkurugenzi wa kampuni husika. Hasira kubwa ni kwamba kama kweli upo, haukupitia mchakato wa zabuni ya umma. Serikali na Chivayo wamekanusha, wakisema huo mkataba ni waraka wa kughushi ambao haujasainiwa. Lakini hata hivyo, mwishoni mwa mwaka jana, kampuni yake IMC Communications ilipewa leseni ya kuwa mshirika wa huduma ya intaneti ya satellite ya Starlink inayomilikiwa na Elon Musk. Baba wa watoto wawili huyu, ambaye hivi karibuni alifunga ndoa ya kifahari iliyohudhuriwa na zaidi ya wageni 15,000, mara nyingi amesema hana nia ya kuwa mwanasiasa. Kwake yeye ni pesa tu, na anasema amedhamiria kuwashinda wanaomchukia. Lakini ukaribu wake na watawala na wanasiasa ambao ndio umemfanya awe tajiri unamaanisha atabaki kuwa na utata daima. Shirikishwa kikamilifu katika uongozi wa Umoja wa Mataifa, wakidai kuwa umoja huo umepuuza sauti za mataifa 54 za Afrika, hasa kwenye ujumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama. Viongozi hao wamesisitiza kuwa swala la Afrika kutengwa si haki
na ni ishara ya ukosefu wa uadilifu, jambo linalowatoa imani katika mchango wao kwenye umoja huo. Rais wa Kenya William Ruto amesema Afrika lazima iheshimiwe. Kwa miongo miwili Afrika imezungumza kwa kauli moja, tukitaka haki, usawa na uwakilishwaji katika uongozi wa Baraza la Usalama. Ila ombi hili linaendelea kupuuzwa, tena kutelekezwa na kutengwa, na halijadiliwi. Huwezi kudai kuwa wewe ni Umoja wa Mataifa, lakini unapuuza sauti za nchi 54. Haiwezekani. Afrika haitasubiri tena uongozi wa kimataifa, huku maamuzi muhimu kuhusu amani, usalama na maendeleo yanafanywa bila sisi kuelewa kwetu, bila mtazamo wetu na wala bila sauti yetu. Hili linatia doa pakubwa Umoja wa Mataifa. Si Rais Ruto tu aliyekuwa na kauli sawia na hiyo, lakini swali ni je, ushawishi wa Afrika duniani ukoje kwa sasa? Ili kupata jibu, nimezungumza muda mfupi uliopita na Dr. Anthony Mveyange, mchambuzi wa sera na uchumi, ambaye ndio mwanzo tu amerejea kutoka New York kuhudhuria kikao hicho. Nimeanza kwa kumuuliza nini kikubwa kilichoafikiwa. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa kwenye huu mkutano, na kikubwa zaidi nadhani limekuwa ni gumzo limerindima katika mkutano huu ni nafasi ya Afrika, hususan kwa yanayoendelea sasa hivi na sekeseke la Umoja wa Mataifa kuendelea kuwepo duniani. Na swala kubwa limejitokeza ni kwamba sasa hivi tunajua Umoja wa Mataifa kidogo kuna kutetereka, kuna kuhama kutoka Marekani, na nini nafasi ya Afrika kwenye maamuzi mazito yanayoigusa Afrika? Je, Afrika inaweza kuwa na sauti? Kwa hiyo mazungumzo yamekuwa ni mazito, na nadhani nadharia ya kwamba wakati wa Afrika kuchukua nafasi na kuwa na kauli nzito na turufu kwenye minajili ya dunia. Rais William Ruto anasema viti viwili vinafaa kupewa Afrika. Hili bado halijaweza kuafikiwa. Kwa mtizamo wako, ni jambo ambalo linaweza likafikiwa au dunia bado haijaikubali kabisa Afrika katika nafasi hiyo? Kinadharia bado hawajaikubali, lakini kiuhalisia wanaikubali. Kwa sababu huwezi kuzungumza uchumi mkubwa duniani sasa hivi bila kuitaja Afrika. Hauwezi kuzungumza maendeleo ya uchumi mkubwa duniani bila kutaja Afrika. Nchi zilizoendelea malighafi zinatoka wapi? Soko la Afrika karibia sasa hivi takriban kuna watu 1 bilioni 1.5. Ni soko kubwa sana, na kila mtu sasa hivi anazungumza Afrika. Kwa hiyo nadhani hata hizo nafasi mbili ambazo Rais Ruto ameziomba hazitoshi. Afrika ina nafasi kubwa sana kwenye uchumi wa dunia, na Afrika inatakiwa ipewe nafasi ya kutosha ya turufu ya kufanya maamuzi magumu ambayo yanaligusa bara la Afrika. Sasa unapozungumzia hayo, Afrika yenyewe inaonekana imeshindwa kujisukuma kuafikia viwango hivyo. Ni kitu gani ambacho lazima viongozi wa Afrika wafanye ili tu kuhakikisha kwamba Afrika yenyewe imejiweka katika ngazi ambayo itapata nafasi hizi na itapata vitu hivi muhimu sana na uchumi, maendeleo ya Afrika yaweze kupanda kwa kiwango cha juu? Changamoto ambayo tunayo Afrika, tukienda kule nje hatuzungumzi kwa sauti moja. Tunazungumza tukiwa kila mtu na sauti yake. Wenzetu hawa wakoloni mabeberu wametugawanya na wanatutawala. Sasa nadhani kuna haja ya kuwa na kauli moja madhubuti ambayo itaipa Afrika nafasi ya kipekee. Lakini la pili, kumekuwa na kelele sana za kubadilisha muundo wa Umoja wa Mataifa. Na sasa hivi kuna nadharia inakuja inaitwa GPI, kwa Kiingereza Global Public Investment. Na hii inashinikiza kanuni kuu 3 kwamba nchi zote lazima zifanye maamuzi, nchi zote lazima zichangie, na nchi zote lazima zifaidike. Hii nadharia kwa muundo sasa hivi wa Umoja wa Mataifa haziko hivyo. Na nchi nyingi za Kiafrika zinaangazia sana kwenye hii nadharia, kwa sababu inatoa nafasi kwa nchi za Kiafrika kuwa na kauli, kuwa na uwezo na kuchangia kwenye maamuzi mazito ambayo yanagusa bara la Afrika. Kwa mtazamo wa viongozi wetu, mtazamo wa kutambua kwamba Afrika inachangia kiasi kwenye rasilimali za uchumi wa dunia na zina uwezo mkubwa sana wa kuomba au